Preaching by Asante sana mtazamaji wangu popote ulipo. Katika siku ya leo na kushukuru kwa sababu ya kunipatia nafasi hii niweze kukuletea habari njema ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu ni mwema wakati wote, na majina yangu ni Pastor Jackson Musyoka, mhubiri kwa kanisa la Tumaini la Uzima hapa Nairobi, along Kangundo Road after Chokaa Town, behind City Rose Academy. Na tunakuwa pia na ibada ya Jumapili kuanzia saa 3:30 asubuhi mpaka saa 6:30 mchana, na Wednesday tunakuwa pia na fellowship kuanzia saa 8 mchana hadi saa 10. Pia tunakuwa na Bible School hapa Nairobi, upande wa Machakos, in Kangundo, na hata Mombasa ni mtu hapa. Inaitwa Salt Lake Bible College under the University of America. Basi siku ya leo ningetaka tukabarikiwe pamoja kwa habari ambayo inasema wana wa Mungu, watoto wa Mungu. Hakuna asiyependa kuwa mwana wa Mungu. Tunamjua mmoja anaitwa Yesu Kristo. Tutaona kama alizaa wengine. Namba yangu ya simu ni 0724-830-973. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, ni asante kwa ajili ya neno hili ambalo tumelisikia. Naomba katika jina la Yesu Kristo tunapolifafanua likalete neema na amani na uhuru kwa wote. Wenye mahitaji washughulikie kuwaponya, kuwabariki, kuwafungulia milango na kuwajalia neema ya mbingu. Simama nasi Mungu wa mbinguni. Hata naomba kwa ajili ya Barum TV ukaibariki, na sote pamoja Mwenyezi Mungu ukalutie nguvu. Tuomba Roho wako Mtakatifu wa mwalimu wetu, mshauri na kiongozi katika mambo yote. Tumalizapo katika nguvu zako atakushukuru sana. Katika jina la Yesu Kristo ambaye nakuamini. Amen. Nataka nikasome nawe katika kitabu cha Yohana mlango wa 1 tukianzia katika mstari wa 11, na nitasoma na wewe. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kitabu cha pili kitakuwa ni Warumi, na ni katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 nikianzia mstari wa 19. Andiko linasema hivi: Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika ubatili. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa na uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kusudi la Mungu la kufanya watu kuwa wana ni kwa ajili ya kuwasaidia watoke katika kuharibika. Ulimwengu tunaoishi tunapata ya kwamba ni ulimwengu wa muda sana, na unakuwa na siku chache. Kama Biblia isemavyo, mwanadamu amepewa siku kama miaka 70 au miaka 120. Na hiyo pia inakuwa na challenge kwa mtu katika maisha katika ulimwengu huu. Na hivyo tunajua maisha haya yakipita huwa kunaingia tatizo katika ulimwengu. Na Mungu anachotaka katika maisha ni utambue ya kwamba maisha haya ni ya muda na yanapotea, na hivyo ujiandae kwa ajili ya siku zijazo. Maandiko yamesema kulingana na kitabu cha Yohana mlango wa 1 kwamba Mungu ana wana waliozaliwa kwa imani katika Yesu Kristo, kama ilivyo katika Waefeso 2 kuanzia 8 kwamba twaokolewa kwa imani bila matendo mema, ili mtu yote asije akajigamba ya kwamba nilijiokoa kwa kulipa Mungu sadaka kubwa au kwa kufanyia Mungu kazi. Na tunapata ya kwamba wanaofanya kazi hii hufanana na Mungu katika maisha yao. Warumi imetuambia wazi kuhusu wana wa Mungu kwamba
Viumbe vyote vilivyo katika dunia vinangojea mabadiliko. Laana iliyopatikana katika Mwanzo mlango wa 3 ilikuwa mbaya kiwango cha kwamba weather conditions na climate zilibadilika, na wanyama wengi wanaishi katika matatizo na katika extinction kwa sababu ya climatic changes zilizoletwa na laana. Romans chapter 8 kuanzia verse 19 linasema viumbe vyote vinangojea siku ya kufunuliwa kwa wana. Viumbe hawa ni wanyama wa mwituni, malaika wa mbinguni na hata wanadamu. Wanajua siku ile watoto wa Mungu watakapodhihirika, watoto wakipewa baraka zao, wakipewa urithi wao, nao viumbe wengine pia watashiriki hiyo furaha, na wao pia watakuwa na sehemu ya kufurahia. Mimea inangojea hiyo siku sana. Ukiangalia katika kitabu cha Ezekiel 47, mimea inangojea sana. Ukiangalia Isaiah 35, mimea inangojea sana. Hali itabadilika ya planet Earth. Kwa hivyo viumbe vyote vinangojea hiyo siku. Na wale watakao urithi tu ni wale majina yao yameandikwa ndani ya kitabu cha uzima. Wale ambao wameokoka na wameacha dhambi, wanamfuata Yesu kila aendako. Na ndio tumepata katika Yohana, tumeambiwa alikuja kwa walio wake, lakini walimkataa. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika wana wa Mungu, ndio wale wanao muamini Bwana Yesu. Sijui kama mahali ulipo na muamini yeye. Wana wa Mungu, alama ya kwanza, wanafanana na yeye katika usemi na katika matendo. 1 Peter chapter 2 verse 11. Tunatakikana tufanane na yeye. 1 Peter chapter 2 verse 11. Nataka nisome nawe katika 1 Peter chapter 2 beginning from verse 11. Tutaenda kupata ya kwamba kuna andiko pale nasema, usijifuatisha namna ya dunia, wapenzi, na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipingazo roho. Kitabu cha pili naweza nikakusomea ni kitabu cha Wakolosai. Na Wakolosai nilikuwa nataka mlango wa 3 kuanzia mstari wa 1. Kinachosema ya kwamba basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Wakristo wanafanana na Mungu katika matendo. Wanakanywa kwa ajili ya mienendo isiyofaa. Wanazaa tunda linaitwa la Roho kulingana na Wagalatia 5:22. Lakini tunda la mwili tunaambiwa tusifuate. Hivyo matendo yako yanapaswa kumtukuza Mungu. Matendo yako. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 3 tumeambiwa sisi ni barua njema iliyoandikwa na Mungu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Na barua hii ni mwenendo wako mzuri. Watu wakikuona kila mahali wanasema huyu anamfuata Yesu. Wakati wanafunzi wa Yesu walifika Antiokia, waliitwa Wakristo kwa mara ya kwanza kwa sababu tabia zao zilifanana na za Kristo mwenyewe. Na wewe ndugu yangu, fanana na Yesu katika matendo. Haufanyi hivyo kana kwamba ni jambo rahisi, lakini wajitahidi, maana hakuna atakaye urithi ufalme wa mbinguni bila kubadilika na kumtii Mwenyezi Mungu. Fanana na Mwenyezi Mungu. Mungu huwa haibi. Kwa hivyo usiibe. Mungu hafanyi zinaa, hivyo usifanye. Mungu havuti sigara au akatumia mihadarati, hivyo usifanye namna hiyo. Mungu hana tabia za uhuni kama huko duniani, usiwe nazo. Mungu sio mfisadi, usiwe mfisadi. Watoto wa Mungu fanana na Mungu, nao ndio watakao urithi ufalme wa mbinguni. Paulo akiandikia Wagalatia 5:19 alisema, wenye tabia za dhambi kamwe hawataurithi ufalme wa mbinguni. Sawa sawa na Ufunuo wa Yohana 21 kuanzia mstari wa 8 ya kwamba yeyote anayefanya mambo kama hayo kamwe hatarithi Yerusalemu mpya mbinguni itakayoshuka kutoka mbinguni. Alama ya pili inatuambia kwamba wana wa Mungu huwa wanamtii. Na Yesu kulingana na Mathayo mlango wa 7 mstari wa 21, kuna watu wataambia, ondokeni kwangu siwajui ninyi mtendao maovu. Na maandiko yameanza kwa kutuambia kwamba sio wote wamwitao Bwana Bwana watakao urithi ufalme wa mbinguni, bali ni wale wafanyao mapenzi ya Mungu. Kutii ni bora. Nashukuru kwamba siku hizi kupitia mass media na modern technology, watu wengi wanafikiwa na runinga kama hii unayoitazama. Watu zaidi ya milioni wanaona.
na wengine zaidi. Hivyo Biblia si geni sana katika wanadamu walio katika dunia. Imehubiriwa kwa lugha zote na katika kila nchi kuna station nyingi. Nikiwashukuru wahubiri katika nchi ya Kenya, wamejaribu. Wengi sana wana television channels ambazo zinahubiri habari njema. Watu baada ya kusikia neno mara nyingi hivi, jiulize kama wataenda mbinguni. Wamelisikia mpaka wamelizoea kiwango cha kwamba ukiandaa muhadhara ama crusade, unaweza jipata ni wewe na washirika wako mko pale. Watu wengi hawapendi kuja, na wamekuwa na maneno kwamba kanisa ni biashara ya pastor. Anajua vile anatengeneza pesa kupitia biashara. Habari ya mbinguni watu wafikiria unaweza mpata kanisani, lakini kesho akitoka unakuta tabia mbaya. Wanadamu, tukumbuke ya kwamba matendo yako yanapaswa kufanana na ya Mwenyezi Mungu, na mwenendo wako unapaswa kufanana na mwenendo wa Mwenyezi Mungu, na uwe na utiifu katika maisha yako. Biblia imesema usidanganye maishani mwako, usidanganye. Usiibe maishani mwako, usiibe. Chochote umekanywa katika Biblia kulingana na kitabu cha Mathayo mlango wa 5, 6, 7, maneno mnayoyaita beatitudes. Yesu alifundisha Sermon on the Mountain. Alifundisha watu tabia zile wanapaswa kuwa nazo wakiwa ulimwenguni. Jiangalie kama umekuwa ukitii mambo haya Yesu aliyotuandikia. Kuanzia Mathayo 5, Mathayo 6 na Mathayo 7 alifundisha akiwa katika kilima. Maandiko inaandikwa ni Sermon on the Mountain, wengine wanaandika beatitudes. Zinakuwa ni kama sheria za Agano Jipya, lakini za upendo, ambazo unaweza ukafanya kwa ajili ya faida yako mwenyewe kuurithi ufalme wa mbinguni. Tukiwa watoto wa Mungu hatutakuwa na shida kumtii Mungu. Hawezi ambia Mungu nampenda na unashindwa na amri zake. Kama Mungu nampenda, amri zake utafurahia. Ukipenda Mungu utaacha kutafuna muguka. Ukimpenda Mungu utaacha kutembea nusu uchi. Ukimpenda Mungu na kumtii utaacha tabia ya zinaa. Ukimpenda Mungu na kumtii utaacha mpango wa kando. Ukimpenda Mungu na kumtii utaachana na uvutaji wa sigara na bangi. Ukipenda Mungu utaachana na hasira na mengine kama hayo, ambao tumeambiwa katika Wagalatia 5:19, watendao mambo kama hayo kamwe hawataurithi ufalme wa mbinguni. Tunapata basi wana wa Mungu wanakaa duniani kama wasafiri, na kitabu kile kimetuambia neno hilo. Kilikuwa 1 Peter chapter 2 verse 11, ikisema ya kwamba tukae duniani kama wasafiri, tukijua tutaondoka na twende. Kwa hivyo tujiandae kwa ajili ya safari. Ndugu yangu, ukiwa umepanga safari, huo unapanga fare na kila kitu, na unajua kabisa unahitaji fare, unahitaji bag, unapaki kila kitu. Kuna watu wengine nimeona amefika booking office, ndio anakuta hata receipt iliachwa kwa nyumba, anakuta kuna nguo hakubeba, anakuta kuna stakabadhi ameacha, na amebakisha some few minutes gari ondoke. Anaanza kusema nichangie ticket niende wakati mwingine, kuna vitu nimeacha vya maana. Jiandae mapema, thibitisha wokovu wako, maana saa usiyojua mwana wa Adamu yuaja. Unahitaji nini kwenda mbinguni? Utakatifu ambao bila huo hakuna atakayemwona Mungu. Waebrania 12 kuanzia mstari wa 14. Utakatifu ambao bila huo hakuna atakayemuona Mungu. Utakatifu ndio unahitaji. Na Mungu habadiliki, standard ameweka. Ukisoma katika Waebrania 13 mstari wa 8, imesema wazi, Mungu Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na milele, habadiliki. Wana wa Mungu basi urudi mbinguni. Na maana tuongojea kwenda mbinguni, tumesoma kitabu cha Wakolosai. Unangojea kurudi mbinguni? Ndio. Nataka nisome Isaia mlango wa 1 mstari wa 3. Kitabu cha Isaia mlango wa 1 na mstari wa 3. Katika kitabu cha Isaia mlango wa 1 na mstari wa 3, andiko linasema hivi: ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli ajui watu wangu awafikirii. Ni mshangao kwamba Mungu anaweza akasema wanyama wanaonekana kuwa na akili kuliko mtu. Njiwa anajua ataenda kulala wapi jioni. Muone tu akizurura mjini katika majumba akikula vitu vyake. Jioni ikifika ataruka mpaka mahali ukaa ajifiche. Hata punda akipotea, jioni ikifika tu aone ya kwamba masaa yameisha, atatembea.
Mnyama mmoja nimetambua huwa hapotei, mmoja ni punda. Huwa anajua kwenda mpaka mahali anaishi. Punda huwa hapotei. Sijui wako namna gani. Punda, Mungu amesema hapa, anajua. Mwanadamu, je, unajua unatoka mbinguni? Na ni lazima urudi mbinguni. Yesu ndio alituambia, msiofu mioyoni mwenu, naenda kuandalia makao. Na yakiwa tayari, naja niwachukue, ili mahali nilipo nanyi muwepo. Unajua ya kwamba kama ningemleta Adamu hapa, Adamu aliyekuwa mume wa Hawa, umuulize baba yake, angekwambia ni Jehova, muumba wa mbingu na nchi. Nikimleta Yesu Kristo hapa, umuulize baba yake ni nani, atakwambia ni Yehova, muumba wa mbingu na nchi. Uliza mwanadamu, baba yako ni nani? Atakuletea kitambulisho cha nchi yake tu, akwambia mzee ndiye aliyenizaa. Wengine marehemu, wengine wako hai. Na Mungu hakutaka, maana kama baba yako ufa, utakufa. Siku moja kama umesha atendi mazishi ya baba yako, ukaona jeneza linashuka futi 6, usidhania una bahati. One day hata na wewe utashuka chini kama baba yako. Inakuanga hivyo, very obvious. Siku moja kama ulizaliwa na mama tu wa kawaida, na uliona jeneza lake likishuka chini, alikuacha, jiandae. One day pia na wewe utawekwa katika jeneza, ushukishwe chini. Waliozaliwa na wanadamu ni watu wa muda sana, lakini waliozaliwa na Mungu ni watu wa milele. Sasa kama Adamu baba yake ni wa milele, ni Mungu, ana maisha ya milele. Yesu kama baba yake ni Mungu, ana maisha ya milele, na alituletea maisha ya milele kwa njia ya imani. Yohana 3:16, maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Aje kuwa na miaka 70 ya starehe na kwisha, miaka 80 na kwisha, miaka 120 na kwisha, upate uzima wa milele. Mahali ulipo, nataka ukumbuke ile neno. Wana wa Mungu rudi mbinguni. Utarudi wapi? Siku watu watakuwa wakirudisha mchanga, wakisema ni mwenda zake, alale mahali pema peponi, apokelewe mbinguni, tubariki kaburi na kuendelea. Wajidanganya. Utaenda mahali ulipojichagulia, na wajichagulia leo katika maisha yako. Nitakapokuwa namalizia, nitaomba nawe. Kama unataka toba, Mungu akuokoe na jina lako andike ndani ya kitabu cha uzima. Ujue huku duniani mwili uzikwa, lakini nafsi endelea kutembea. Kitu kimoja cha nifurahisha kuhusu mwanadamu alivyoumbwa, mwanadamu nafsi yake iliyo ndani hainanga shida. Na ukitaka nenda ukaangalia mtu ambaye amelala kitandani akiwa akuoni, umfunue tu, angalia vile amelala. Mtu aliyelala kitandani si tofauti na maiti. Huwa anafanana na mtu amekufa kabisa. Uzuri wa yule amelala kitandani kwamba ukimshtua, we inuka, atainuka. Lakini maiti ukimwambia inuka, atainuka. Tunalalanga sisi wanadamu, na roho ya mtu huwa inatembea, na hata akifa anajikuta katika ulimwengu wa ndoto tu akitembea. Wengine ndoto kwema mbinguni, wengine ndoto mbaya motoni, kuzimu, kwenye giza na maumivu ya milele. Basi nataka uchague leo, ujue ya kwamba wana wa Mungu wanangojewa mbinguni. Usikose kurudi mbinguni. Kuna kunguru alitumwa na Noa aende akalete ujumbe kama maji yamekauka. Kurudi. Sijui alienda kula mizoga ama nini. Mungu alikuweka duniani akikutarajia uende mbinguni. Hebu behave kama njiwa. Alipotumwa na Noa, alikuja kwa unyasi mdomoni na akaingia katika safina. Vivyo hivyo ulitoka mbinguni kwa Mungu. Kama unakataa, nataka nikudhibitishie, Adamu aliumbwa na Mungu na baba yake ni Mungu. Seti ni wa Mungu. Sisi sote wanadamu tumetokana na Enoch. Enoch yuko mbinguni, tunaongea leo hivi. Babu yetu wa zamani Enoch yuko mbinguni. Je, wewe utafika hiyo mbingu? Babu yako yuko huko. Tunafuatia mwingine Noa. Noa yuko mbinguni. Ndio hata watu wakibatizwa huitwa Noa. Ni jina zuri. Babu yako yuko mbinguni. Uone shina ulikotoka. Adamu yuko mbinguni, Seth yuko mbinguni, Methusela yuko mbinguni, Enoko yuko mbinguni, Noa yuko mbinguni. Utabakije kwenda motoni? Wana wa Mungu rudi mbinguni. Na Yesu amekuja amekutengenezea njia ili ukiamini upate uzima wa milele. Usikubali kupoteza nafasi kama hii. Alama yetu ya mwisho inasema namna hii, ya kwamba wana wa Mungu sio wa dunia hii. Zaburi 39 verse 12. Zaburi 39 verse 12. Nataka nisome nawe kitabu hiki cha Zaburi 39 verse 12.
Zaburi 39 verse 12. Asante. Andiko linasema hivi: Ee Bwana, usikie maombi yangu, utege sikio lako niliapo. Usinyamalie machozi yangu, kwa maana mimi ni mgeni wako, msafiri kama baba zangu wote. Mimi ni msafiri kama baba zangu wote. Nimetaja baba nani? Adamu, Sethi, Methusela, Noa, Enoko. Wako mbele ya Mungu kama watakatifu. Mimi nitabakije? Mimi nikiwa Mwafrika nilitokana na Ham. Ninajua wazungu walitokana na Jafet, na ninajua watu wengine upande ule walitokana na Shem kama Israeli. Swali langu ni, ndugu yangu, ukiangalia katika maisha yako, je, utarudi mbinguni? Nimesoma hicho kitabu tu, na nitasoma kingine cha Waefeso katika mlango wa 2 mstari wa 19. Waefeso katika mlango wa 2 na mstari wa 19. Andiko linasemaje? Tunapata ya kwamba andiko linasema, basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Narudia tena. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Waefeso 2:19. Sisi ni watu wa Mungu ambao tunatarajiwa mbinguni, na wenyeji wetu ni mbinguni, na makao yetu ni mbinguni. Watakatifu waliotangulia nimetaja nani? Abrahamu, Isaka, Yakobo, Sulemani, Enoko, Noa, Sethi, Jafet na wengine wako mbinguni. Wenyeji wetu ni huko. Itakuwaji ukosekane mbinguni na uende katika ziwa la moto ukaangamie milele? Itakuwaje? Kwa sababu ulimkataa Yesu Kristo aye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu ulimuona ya kwamba afai katika maisha yako. Kwa sababu ulimdharau. Injili imehubiriwa katika runinga Kenya, imejaa kila mahali, na Tanzania na Afrika Mashariki. Imehubiriwa dunia nzima. Christian channels are more than zile zingine za public, lakini watu wamefanya mioyo kuwa migumu. Wenyeji wetu si wa duniani. Maana ukimisi heaven utakuwa unaenda hell. Utakuwaje mwenyeji wa shetani na malaika wa giza? Kitabu ambacho nimekuwa nikikisoma sana nikiwa hapa, Matthew chapter 25 verse 41. Watu watakao kuwa wanatoka duniani wanaenda katika ziwa la moto, mimi nawahurumia sana kwa sababu hawakutengenezewa huko. Matthew 25 verse 41. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake, wala si mwanadamu. Ziwa la moto au kuzimu si mahali pa mtu. Unajipata pale kimakosa, waendaji huko. Muguka itakupeleka katika moto huo. Umalaya utakupeleka katika moto huo. Wizi utakupeleka katika moto huo. Hiyo wizi unaibia serikali, mahali popote unafanya, hata nyumbani, itakupeleka katika moto huo. Ukahaba utakupeleka katika moto huo. Udanganyifu, ugomvi, fitina, uchawi, uzushi zitakupeleka katika moto huo. Lakini Mungu hataki uende pale. Mungu anasamehe. Yohana wa kwanza mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 8 inasema hivi: ikiwa wewe mwenyewe utakubali ya kwamba mwenye dhambi na utubu, Mungu ni mwaminifu na wa haki, atakusamehe na kukuondolea udhalimu wote, na atakujalia sehemu na fungu katika ufalme wa mbinguni. Tulivyoona hapo mbele ya kwamba viumbe wanangojea furaha tumeandaliwa, na kitabu ambacho tumesoma pale ya kwamba tunatakikana tufike mbinguni kwa ajili ya baraka tulizoandaliwa, kuna furaha kule. Tumesoma Zaburi 39:12 ya kwamba Mungu niongoze ili nikafurahi pamoja na wenzangu katika ufalme wa mbinguni. Na Waefeso imesema, tafadhali, maana wenyeji wako ni wa mbinguni na wangu ni wa mbinguni, nisikosekane katika ufalme wa mbinguni. Leo tumejifundisha mambo manne. Wana wa Mungu, jambo la kwanza, wanafanana na yeye. Na tumeona First Peter chapter 2 verse 11 na hata Matthew chapter 25 verse 45. Tumeona wana wa Mungu wanamtii siku zote, hawapingani naye. Biblia ikiwafundisha wanatii hata kama ni gharama gani. Matthew 7:21 kuendelea,
na hata Galatians 5:22. Tumeona finally they return to heaven, ama hurudi mbinguni, 1 Peter chapter 2 verse 11 to 12 na Isaiah chapter 1 verse 3 na hata verse 18. Tumeona finally katika alama ya kwamba wana wa Mungu sio wa dunia hii, 1 Peter chapter 2 verse 11 to 12, Zaburi 39 verse 12 na Ephesians chapter 2 verse 19. Ikiwa umesikia neno hili na ukapata ya kwamba lengo la Mungu kuniweka duniani ni ili nikakae naye mbinguni, nataka uangalie maisha yako, matendo umekuwa unatenda. Unalengeshwa mbinguni, lakini tabia zako za kulengesha kuzimu. Yesu anasamehe. Yohana wa kwanza mlango wa kwanza kuanzia 9. Mungu ni mwaminifu, anasamehe udhalimu wote. Ikiwa umetenda uovu wote na ungetaka kumrudia Yesu, na ungetaka kuokoka, kuachana na njia ya mauti upate njia ya uzima, ili uitike mwana wa Mungu na siku ya mwisho ukae katika furaha ya milele, rudia ombi hili nyuma yangu kama ungetaka uokolewe na uondoke kuwa mwana mpotevu, kuwa mwana wa Mungu. Rudia hivi: Bwana Yesu, naja kwako, nakiri ya kwamba ni mwenye dhambi na kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ninazitubu dhambi zangu kwako, naomba unisamehe. Ndani ya kitabu cha uzima unipe Roho wako Mtakatifu aniongoze tangu sasa hata milele, na uniweke tayari ili utakapokuja kunichukua nikakae nawe katika furaha milele. Katika jina la Yesu Kristo naokoka na kuamini. Amen. Nataka niombe nawe hilo ombi, na pia tuweze kuomba kwa ajili ya yote amekosea Mungu na anatubu, ameenda njia isiyofaa na anatubu. Tuombe pamoja. Baba Mwenyezi Mungu, ni asante kwa ajili ya mtazamaji wangu ameokoka mahali alipo. Naomba jina lake libaki ndani ya kitabu cha uzima, na Roho wako Mtakatifu amuongoze na kumweka tayari hadi utakapokuja kumchukua. Kuna wengi wamerudi nyuma katika imani, wamejipata wamevuta sigara, wamejipata wameiba na wamezini, wamedanganya na hata wameacha kuifanya kazi yako. Na waombea msamaha mbele zako, wasamehe na watakase kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, waweke tayari ili ujapo kutuchukua wawe tayari. Ninakabidhi mtazamaji wangu mahali alipo katika jina la Yesu Kristo kwako. Mungu ukamtendee mema, mtakase, umbariki, mfungulie hazina ya baraka ya mbingu. Vile ametumia muda wake kutazama kipindi hiki, naomba ukambarikie. Bariki hapa Room TV na wote ambao wanahusika na kupeperusha mahubiri haya katika hewa. Mungu atende mazuri. Naomba katika jina la Yesu Kristo pokea mahitaji yao, ubariki jamii zao, ubariki watoto wao na kazi zao za mikono. Shughulikia watu wako endapo kutafuta riziki wapate, waitanapo waitiki, wabishapo wafungulie. Mungu tushughulikie sote pamoja, tujalie amani na neema, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Mtazamaji wangu, nimekwambia jina langu ni Pastor Jackson Musyoka. Yesu ameniokoa na ananipenda. Na wewe maana umeokoka, Yesu anakupenda. Karibu kanisani. Tuko hapa Nairobi, along Kangundo Road, after Chokaa Town, behind the City Rose Academy. Kila Jumapili tupatane saa 3:30 asubuhi mpaka saa 6:30 mchana. Welcome to Bible School pia, Salt Lake Bible College. Tunafundisha hapa Nairobi, upande wa Machakos Kangundo, na hata Mombasa upande wa Mtwapa. Na popote ulipo we can open a center. Wewe tu nipigie simu na nitaweza kutana nawe ili tuweze kuandaa a class ianze kwako, ama kwa ajili ya mambo ya habari njema tutasaidiana. Namba yangu ya simu ni 0724-830-973. 0724-830-973. Reverend Dr. Jackson Musyoka, na ngojea kutoka kwako. Anajua Mungu atakubariki. Hadi wakati mwingine tutakapojaliwa neema kama hii ya kusikiliza neno pamoja, na watakia amani ya Bwana na ushindi wa Mwenyezi Mungu. Jehova awalinde. Asante. Upper Room TV, sharing Jesus, sharing